Anahama Mtume Maka kwenda Madina mpaka sasa tuna mwaka 1447. Hiyo wewe una sikiliza mpya hiyo mpya hiyo, wala imamu hapa wenu hana mpya 1447 Hijiria. Mtume akaishi duniani miaka 63. Mpya hiyo wewe una. Ukaenda katika surati Sijda, Allah anasema akhera kwangu siku moja ni sawa na miaka 1000. Yani ukiwa akhera kwake siku moja ni miaka 1000. Sasa tunapiga hesabu, Mtume ameenda akhera mwaka 1447. Pigeni wenyewe, Mtume akhera ana siku ngapi? Naomba majibu. Maana yake Mtume toka ameondoka akhera ana siku moja, hazijatimia 2. Mahesabu hayo ya akhera hayo. Sasa ukichukua umri wako uliyekuwa nao ukiupeleka akhera, maana yake wewe hujazaliwa, alafu unafufuliwa unafanya madhambi kuliko ya watu waliopita. Inna lillahi, ngoja sijasikia, inna lillahi. Hiyo mpya ulikuwa una. Sikiliza kisa hichi cha mwisho na maliza. Kuna mama mmoja wakati wa Nabii Daud alikazaa watoto 2. Msikilize vizuri hiyo na maliza. Leo sikawi leo sikawi leo. Hali yangu sio nzuri. Sikawi. Huyu mama, wale watoto baba yao akawa ameondoka duniani. Hawa watoto wakawa mayatima. Katika kutafuta riziki, siku moja akawa ameamka, amebeba sifuria, amechukua na kitambaa, ameweka ndani ya sifuria, anaenda kuwatafutia watoto wake riziki. Wakati anaenda kuwatafutia watoto wake riziki, wale maskini matajiri, wale watoto wake, wale watoto wayatima, matajiri wapo na wanahela. Kabla hajatoka hajafika mbali, akaja mwewe akachukua ile sifuria akaondoka nayo na kile kitambaa akapotea naye. Huyu mama akaenda kwa Nabii Daudi akamwambia, Nabii Daudi, hivi Mungu gani huyu anakuwa na Mungu ambaye hana huruma na mimi? Ina maana Mungu wako hajui kama nimefiwa wewe? Hajui kama Mungu wako mimi sina riziki, natoka kwenda kutafuta riziki, anamtuma ndege. Kwani ule ndege aliumbwa na nani? Sikaumbwa na Mungu wako? Anamtuma ndege, anakuja kuchukua sufuria ambayo naenda kuwatafutia watoto riziki. Mungu wako ana huruma. Nabii Daudi akamwambia, ondoa tatizo, Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Akasema, inakuwaje? Mungu anajua na watoto yatima, Mungu anajua watoto wangu hawajala. Nachukua sufuria, natoka kwenda kuwatafutia riziki, na kitambaa anamtuma ndege, anakuja anachukua sufuria. Mimi nitaenda kutafutia nini riziki? Kumbe wakati yule ndege anafanya vile, baharini kuna wavuvi. Wale wavuvi ngalawa yao imetoboka, wimbi linakuja linajaza maji. Yule ndege alivyokuja akawaona wale wavuvi, akaachia ile sufuria, akaiachia mpaka kwenye ngalawa ile. Wavuvi wakaidaka, wakawa wanaitumia ile sufuria kutolea maji ndani ya ngalawa. Wanachota maji wanatoa ndani ya ngalawa. Wakati huo wavuvi walishawekania wakisema, hapa Mungu akituokoa, basi mali yote tuliyokuwa nayo tutaipeleka kwenda kuwapa yatima. Swalla ala nabii. Ndege kaenda kaiachie ile, wavuvi wakachukua kawa na mwaga maji, ngalawa ikakaa sawa. Wakachukua kitambaa chao cha nani kilikuwa kimekatika, wakashonelea, ikawatoa mpaka nchi kavu. Wakatoka wakasema, tunataka kwenda kumtafuta nabii wa Allah, Nabii Daud. Siku wanafika kwa Nabii Daudi, wanamkuta yule mama na watoto wake yatima pale. Wanamwambia, tumetumwa sisi, tumekuja hapa, tuliwekania, tulikuwa baharini, tukawekania hali tuliyokuwa nayo,
laiti tungekufa tukamuomba Mola wetu atuokoe, kile baada ya kutoka mali yote tutakayokuwa nayo tutakuja kuwapa yatima. Swalla ala nabii. Wanafika kwa nabii pale, Nabii Daud anasema basi umefika sehemu nzuri na imekuwa vizuri, umewakuta watoto mayatima wako hapa. Ikachukuliwa mali yao wakapewa pale. Nabii Daudi akamuuliza mama, akamwambia vipi, unasemaje? Mungu ana huruma au Mungu hana huruma? Yule mama akasema Mungu ana huruma. Swalla ala nabii. Nakuja kwako wewe uliyekaa hapa msikitini, Mungu ana huruma. Allah anatuhurumia. Alafu angalia Mungu alivyokuwa fundi, katumba yeye, hatukujaza fomu, uhai anatupa yeye, hatujamsaidia, akatupa na wanawake, raha tunapata sisi, akatuambia salini, mkifanya ibada, mkija kwangu na wapeni pepo. Alafu sisi tunamwambia sikiliza, umetuumba wewe sawa, hatuswali, tunazini, tunafanya luka umuluti, na wewe utufanyi chochote, na tutaonana baada ya kufa. Allah anasema sadaqta, hakuna matatizo, hakuna matatizo. Kasema maneno makubwa sana mdogo wangu. Huyu ni tajiri, ujue huyu kijana mdogo lakini tajiri, mimi simuwezi. Akia Mungu hela anayo, ana shida huyu mdogo wangu huyu. Hebu angalia, na anatoa mali zake katika kupigania dini ya Allah. Wallahi wa billahi, akia Mungu huyu kijana huyu kwao, wewe ukienda kwao, mimi nimeenda kwao mara moja, sirudi tena. Mimi nilikuwa mpakani, Ramadhani yote inaisha mimi si kwao. Nilikuwa mpakani mwa Msumbiji na Mtwara. Watu wa Mtwara wote wanajua nilikuwa Mkunya, sijui Mkwedu. Huko mimi nilikuwa nafanya mikutano, wanapiga wanajeshi, wanafanya patrol mpakani. Wamenifahamia sehemu moja, wakaniweka pale, wakaniambia wewe shehe nani? Kaambia Mazinga. Kaambia basi endelea. Wananijua. Haki ya Mungu, kuna balaa huko. Ramadhani yote imekwisha. Ni kawaida yangu mimi kila Ijumaa ya mwisho kuja hapa kuombeeni dua nyinyi na kuniombea mimi dua. Leo kuna watu mmeswali hapa, mnataka kutoroka sasa hivi kukimbia. Hapa mpo hapa. Ibilisi anakuambia wewe Ramadhani imeisha. Ukikaa kumsikiza huyu shehe ana lolote, ondoka nje. Haki ya Mungu yaani nyinyi wa kushindwa kuniombea dua nyinyi. Hebu semeni nyinyi. Nyinyi wa kushinda. Huyu hapa mmemwona huyu kijana anaitwa Swahili, muulizeni. Huyu mimi wakati nakamatwa Mwanza nilikuwa naye, kanikimbia. Huyu kanikimbia huyu, haki ya Mungu huyu kanikimbia huyu. Anasema je, ningeacha kukimbia nani angekuja kutoa habari kwamba umekamatwa? Huyu hapa. Wallahi wa billahi wa tallahi, Muislamu yoyote anayemaliza kuswali akakaa chini akasikiliza maneno ya Allah, Mwenyezi Mungu huwa anakusamehe madhambi yako. Tumuombe Allah atusamehe madhambi yetu. Tuseme wote amin. La mwisho nataka nikuombeni kabla hamjaondoka, kila mtu ajitahidi kuyahifadhi maneno aliyoyasema Sheikh Othman kwenye hotuba. Ni maneno muhimu sana katika maisha yao. Utazini mpaka lini? Utafanya mabalaa mpaka lini? Mpaka lini? Juzi mmemsikia Diamond, juzi anaojiwa, anasema mimi toka nimeanza kuswali mwaka wa 3 na swali mfululizo, swala haijanipita. Haya, kuswali mara kila siku mfululizo, swala haijakupita, ndio nini? Mabalaa unaoyafanya yanasababisha swala yako haitokubaliwa. Swala utakavyoisali vema inakukataza kutenda maovu. Ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno aliyosema kijana wangu ni makubwa sana. Tumuombe dua Mwenyezi Mungu ampe afya yeye pamoja na sisi. Amin. La mwisho nataka nikuombeni, ni kawaida yangu kila mwaka Ramadhani ikifika kuchangia nyumba yetu. Nyumba yetu imependeza. Wallahi tena nyumba imependeza. Wallahi wa billah. Kuna mtu alikuja akafanya haya mambo. Hivi tunashindwa kumwombea dua? Kuna watu wanaela Buguruni hapa hawezi kufanya haya mambo. Wako hapa
kuna mtu katoka akaja akatengeneza msikiti. Hebu angalieni, ukipeleka sijda chini na yeye anapata, wewe ukiswali na yeye anapata. Ametutengenezea hivi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuletee mtu mwingine atumalizie juu msikiti wetu. Semeni inshallah. Matajiri Buguruni mpo, hizo hela mtaacha kama walivyoacha wenzenu. Mtaacha hizo hela kama walivyoacha wenzenu. Wenzenu wameacha. Hivi ndio vitu vya kufanya. Wallahi wa billahi na hapa, kama nasema uongo, Mwenyezi Mungu afute mali yangu. Nimekwenda sehemu moja Mkunya ndani kabisa, wallahi wa billahi, msikiti wa Makuti, mvua imetukuta mwezi wa Ramadhani, tumesujudu ndani ya msikiti, kuna maji wallahi, na ndani ya msikiti wa Makuti, na watu wana hela, haki ya Mungu, hela wanayo. Hela nyewe mtapeleka wapi? Hebu niambie, nyewe hela mnapeleka wapi? Mimi sawa, mimi sina emisi. Haya, nyewe mliokuwa nazo hela mnapeleka wapi? Semeni mnapeleka wapi hizo hela? Mnapeleka wapi? Watu wananunua magari, watu kila siku wanaoshana magari kwenye Facebook. Waislamu amenunua gari la bilioni 2, bilioni 3. Wewe unatutisha gari sisi. Hiyo gari unayetuonyesha ina oili, inapimwa maji, ina kiti cha dereva, ipo gari inapaki msikitini, haipimwi oili wala maji. Mnaijua wote hiyo gari? Inapaki msikitini, silence you, haipigwi starter. Hiyo haipigwi starter hiyo. Tairi zake watu. Akipokea mbele mfupi utaenda umeinama, akipokea mrefu utaenda umeinuka, mpaka makao yako ya kusubiri kiyama. Jamani, kweli au sio kweli? Ndio, hiyo ndio gari unatakiwa ujiandae na. Acha na hizi gari hizi sijui bilioni hizo gari. Haya, ngoja nikuulizeni nyinyi wote mna akili timamu. Allah anawasifu, anasema inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayati liul albab. Nataka nikuulizeni nyinyi, kufa na uhai chenye uhakika kitu gani? Hamtaki kujibu? Narudia tena, kufa na uhai chenye uhakika kipi? Kufa. Kuna uhai kuliko uhai. Kifo, kufa kuna uhakika kuliko uhai. Uhai wako wewe na mimi hauna uhakika. Kifo kina uhakika. Kifo wote tutakufa, wote. Kafa mtume Allah. Wewe sio mchezo kusifiwa na Allah, si mchezo. Hakika mtume ana tabia, kasifiwa na mwenyewe, kafa. Wewe ushasifiwa, unabaki wewe Buguruni ya kwako. Hii wewe kufa kuko pale pale. Sasa Allah anaangalia unakufa akhera unaendaje. Wewe una milioni 100 benki, una milioni 50, wewe hujawahi kumpa Mungu hata milioni 2. Wewe na kiyama foleni, alafu kiyama foleni mnajua haishi. Nyewe wengine hamjui. Ngoja nikupe historia yake hapo, sikiliza. Kiyama maana yake siku ya kusimamishwa, ikipigwa parapanda ya kuhesabiwa, tutakuwa tumefufuka wote. Kitawakuta hai, kitawakuta. Alafu fikiria waliyekufa toka Adamu, Hudun, Swaleh, Luthi, Ibrahim, Ismaili, Ishaqa, Yakubu, Dhulkifil, Shuaib, Daud, Suleiman, Eliasa, Zakaria, Yahya, Isa na Bwana Mtume Muhammad. Umma wote huu utakuwepo kiyama. Alafu unaitwa wewe Habibu Othman Mazinge, taal, njoo, tunataka utueleze duniani baada ya kubalehe ulifanya nini. Unapita unaanza kutoa maelezo. Wewe siku hiyo uogope. Wewe unaenda kufanya mabalaa siku hiyo, wewe uogope wewe kwamba kiyama umma utaonyeshwa mabalaa unayofanya. Hata hiyo uogope wewe, uogope. Pita Ustaz Mazinge, ilikuwaje sehemu fulani ukwenda kufanya neno la Allah? Nabii Allah sikwenda kwa sababu nilikuwa sina mafuta. Matajiri walikuwa na hela zao hakuniambia kaa pembeni. Haya, na wewe ulikuwa unauza sokoni, tuambie siku ile
uliuza 300, msikiti ulikuwa pale, ilikuwaje ukutoa 100? Unatoa maelezo gani? Wewe unatoa maelezo gani? Wewe uliokaa hapo unatoa maelezo gani? Wallahi wa billahi tutafufuliwa. Wallahi wa billahi tutaulizwa. Umeona umshipa huu? Wewe Athmani, wewe una. Umeona umshipa ukati ya mgongo na shingo huwa kila mtu anao. Umeuona huu? Huo umewekwa hapo, ni memory card. Unarekodi kila kitu unachokifanya. Memory card kama unaweka kwenye simu, ukaweka nyimbo, ukaweka video na nini. Hiyo yote tunaiga. Memory card hii hapa. Hiyo ogopa kaka. Unamchukua mtoto wa watu, memory inachukua tu taratibu. Unampeleka sehemu ina rekodi tu. Unampeleka loji na rekodi tu. Unamwambia zima taa na yeye na rekodi kamwambia zima taa. Yaani kila kitu kiko recorded. Kila kitu kiko recorded. Allah ndio anasema siku ya kiyama kila mtu atapewa kitabu chake akisoma. Kitabu kimetoka wapi? Kiko recorded. Malaika wanakishuhudia na wewe siku hiyo utakishuhudia. Alafu inafika Ijumaa ya mwisho ya baada ya Ijumaa ya kwanza, Allah amekupa nafsi, akakupa umri, akakupa uhai, ukashindwa hata kutoa 2000 kwa ajili ya dini yako. Wewe umekula hasara. Wewe umekula hasara. Wallahi wa billahi. Wakati narudi mimi nimelala njiani polini. Gari mimi na gari bovu. Huyu ana gari nyingi, ana gari nzuri. Hataki kunipa hata moja. Huyu sijui tutaendaje peponi na gari huyu. Gari mimi limenizimikia, haki ya Mungu, gari langu limenizimikia. Saa 8 usiku polini. Lakini Allah anatisha wewe, haki ya Mungu wallahi wa billah. Nimerudi, nimefika kijiji, nimemkuta kijana, nikamwambia bwana nimeharibikiwa na gari mimi. Nimemwacha kijana kwenye gari. Akasema nani wewe? Wewe si Shema Zinga? Nikamwambia naam. Makonde wewe. Nikamwambia basi hebu subiri. Akakimbia sehemu akaenda akamuta fundi. Nyie Allah anatisha. Wallahi wa billah. Yule fundi namuuliza jina lako nani? Anasema mimi naitwa Mazinge. Haki ya Mungu wallahi wa billah. Naitwa Mazinge, mimi kwetu Tabora. Nikamwambia Mazinge yule mhubiri unamjua? Hajanijua bado hapo. Akaambia yule sinasikia yuko huko anafanya vitu vyake. Hajanijua. Nikamwambia sio yuko huku ni mimi. Nimeharibikiwa na gari. Aliponiangalia kweli akanikumbatia mashaallah. Akanichukua mpaka kwenye gari. Wallahi tumekaa masaa 3 wanatengeneza gari. Mpaka imepona. Natoa pesa nampa, akanipa aya. Aya gani anasemaje? Intansurullaha yansurukum. Anasema atakayemnusuru Mola wake na yeye atamnusuru. Asema shekhe nimekuja kunusuru na mimi naomba nusura kutoka kwa Allah. Nikapiga kiki mimi nikaondoka. Wewe subiri nusura kutoka kwa Allah. Wewe si maskini. Wewe umekaa hapo si maskini wewe. Kuna mtu analala nje hapa. Hapa kuna mtu analala nje. Wote kama huna nyumba hapa umepanga. Siku ya kiyama unafutiwa maskini. Huyo maskini toka dunia imeanza mpaka inaishwa. Maskini wa kwanza toka dunia kuumbwa mpaka inaisha. Anaitwa Nabii Isa alayhi salam. Anaambia tuonyeshe Nabii Isa kiwanja hana. Tuonyeshe chumba ulichokuwa unapanga hana. Tuonyeshe ulipokuwa unalala mlimani. Huyo ndio maskini wa kwanza toka dunia imeanza mpaka itaisha. Wewe mradi unalipa kodi, wewe sio maskini. Wewe hela unaye. Kuna watu watasingizia ugonjwa. Analetwa Nabii Ayubu miaka 18. Yuko kwenye kitanda. Anapita malaika Jibril anamsalimia. Salamu alayka ya Ayub. Ayubu amebana. Ya pili kamtolea kimya. Ya tatu kamtolea kaitika. Anamuuliza vipi nimekutolea salamu? Anaambia wakati unatoa salamu kuna mdudu alikuwa anakula kwenye ulimi wangu. Nilishindwa kutoa salamu kwa sababu sikujua ule mdudu kama ishapata riziki. Alipomaliza ndio nikaitikia salamu. Niliogopa siku ya kiyama. Sikiza maneno haya. Niliogopa siku ya kiyama nikikutana na Mola wangu ataniuliza kwa nini ulitikia salamu ukamkosesha kiumbe wangu riziki. Ilivyoisha nikaitikia. Wewe unaweza? Wewe unanisikiliza hapa wewe unaweza wewe? Wewe acha funza mbu ushakula na mke wako, mmekaa nje pale mnakula story,
Mbu kaja mwi kazunguka pale akatua. Mbu acha Ayubu, mbu nakupa mfano mbu, alafu aingize mlija wake atakoma. Kwa nini ametua? Atakoma. Kwanza ulipokuwa na roho mbaya wewe, hujui kama wewe kiumbe wa Mungu. Kwanza utapiga, baada ya kupiga uamini kama kafa, utasigina kabisa mpaka itoke damu. Mbu Ayubu amefanya subira, ameumwa kafanya subira. Kama nasema uongo sema, wewe Mazinge muongo sema. Sijawahi kuongopa, mimi sio kawaida yangu. Vijana wote wananijua, wote wananijua, wote. Sijawahi kuongopa. Niliongopa siku moja Mwanza, na Mungu anisamehe. Nilikuwa huyu, baada ya kunitoroka wamekuja polisi pale, ndo akasema wewe Ustaz Mazinge. Nikamwambia sio mimi. Hiyo kweli niliongopa, na hii nilijifunza kwa Nabii Ibrahim. Alipovunja sanamu akasema sio mimi, kavunja yeye, akasema niuzeni sanamu. Akaja mtu mmoja akasema Mazinge ni huyu. Nikakamata, nikapigwa sana, nusu ya kuuawa. Waliyekuja kunijeruhi hiyo, waliyekuja kuniokoa wale askari wa kutoka Zanzibar, watoto wa Kibemba. Wallahi billah. Wewe acha bwana, wewe acha. Pepo haina kazi kuitafuta, lakini pepo ina muhimu kuitafuta. Toeni mali zenu, sisi wasemaji tupo. Mimi niombee dua nife kama alivyokufa wenzangu walipigania dini ya Allah. Basi wewe, mimi hata nikiwa tajiri, haya ndio sasa mimi ndio na magari yote, ndio magari yote ya Dar es Salaam, gari la Osman Michael sikila na iPhone 98, haya yote umelipa Mazinge. Haya umelipa leo, kesho nimekufa. Ndio nini hii? Ndio nini sasa? Haya sisemi msiwe na magari, nunueni magari mazuri, lakini toweni kwa ajili ya Allah. Allah fundi, Allah anatisha. Nataka nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala, kila aliyebaki hapa na tutaondoka pamoja, Mwenyezi Mungu amfutie madhambi yaliyopita na madhambi yaliyotangulia. Wote semeni amen. Nataka niwachangishe kwa ajili ya Allah. Anayeona Allah na mdhulumu, natoa ruksa dakika moja ainuke. Wewe nenda mwambie Allah, naona sasa mpango wa kwanza kunidhulumu umekaribia, kwa hiyo mimi naanza kutoka. Toka. Sio mimi nianze alafu unakimbia. Wewe toka tu. Achana na wale wahuni. Kuna wahuni wengine wanasema yule Mazinge kazi yake kuchangisha tu msikitini. Hasa mimi nifanye kazi gani? Yaani mimi niache kuchangishia msikitini? Niache. Yaani mimi niache kuchangishia msikitini mpaka nakufa? Nitachangisha. Wewe ukilalamika ukiona mimi nafanya vibaya, kufa. Mimi nachangisha. Najua iko siku Allah ataangalia mambo yao, afu ataangalia mambo yenu. Hivi hawa siku ile hawa waliswali hawa kweli hawa? Mnaletewa sala zenu wote hawa. Mwingine alikuwa anafikiria Simba imefunga juzi, mwingine anafikiria nini. Naambia nyinyi wote swala hamna, lakini kichokuokoeni hiki tu. Haki ya Mungu tu. Nani kaswali hapa wakati anatuswalisha hajafikiria lolote? Anyoshe mkono aseme mimi wakati anatuswalisha Michael nilikuwa sifikiria lolote, nafikiria kufa, nafikiria na mtume na subutu. Lazima litakuja jambo. Allah hiyo angalia, anajua umeswali. Allah anasema uogopeni moto wa Jahannam, lau kwa kutoa sadaka kwa yatende. Na Allah anaweza akatupa pepo dunia nzima na asikiwe na kitu chochote. Mfalme wa wafalme, bingwa wa mabingwa, Allah anawajua waliyekufa, anawajua watakayekufa leo, na anawajua waliokuwa makaburini. Allah anaweza kutusamehe madhambi waliokuwa makaburini, waliokuwa matumboni, na sisi na wale ambao hawajafanya madhambi akatusamehe. Allah hakumbukiwi na kitu chochote. Tunamfanyia nini Allah? Nyewe waje wa Allah, tunamfanyia nini Allah? Hebu kila mtu aite, namalizia, kila mtu aite amekufa. Eti umekufa hapo ulipo, eti umekufa. Fanya wamekubeba, wamekupeleka makaburini, wamekufukia uko kwenye mwanandani,
alafu watu wanaondoka, unasikia nyayo zako, alafu anateremka wale waliokuwa akiwasema shehe, tunaomba utueleze hapa kabla hujafa, siku 2 zilizopita au dakika 10 iliyopita, tunaomba utueleze duniani wewe Allah umefanyia nini kabla ya kufanya mahesabu. Hebu kila mtu afikiria kwa mahesabu gani? Hebu fikiria wewe, fikiria. Siku nzito sana, siku ya kufa nzito. Nzito. Hakuna siku ninayohofia mimi ndugu zangu. Hakuna siku ninayoogopa mimi, siku ya kufa peke yangu. Unakufa peke yako, unaacha wenzio wako sokoni, unaacha wenzio kama kuna mechi wanaenda kucheza, unaacha wenzio kama kuna balaa wanaenda kufanya, wewe unaenda kukutana na Mola wako siku ya kwanza kaburini. Na siku hiyo hujui kiama lini. Nimekupeni habari ya mtume hapa. Kiama lini hujui. Basi unashindwa hata kutengeneza maisha ya kaburini, kutoa sadaka. Sheikh kasema ukitoa sadaka anakuja mtu aliyependeza, anasema nitakaa na wewe mpaka mwisho wa dunia. Hajafafanua tu huyu. Sasa sikiliza. Yule malaika wa kutoa sadaka, yule wa adhabu, anakaa pembeni yule anayekuadhibu. Anakuja malaika yule aliyekuwa anapokea sadaka, anasema huyu hapa adhibiwi mpaka kiyama, kwa sababu alichokiacha duniani kinafanya kazi kwa Waislamu. Wanaingia msikitini, wanatawadha, alijenga choo, alifanya hivi, kwa hiyo amali yake inaendelea, kwa hiyo huyu hafai kuadhibiwa. Swalla ala nabii. Naomba tusome klasi moja, alafu nataka nipate watu wenye kumpa Allah 20,000, watu 10 tu leo. Na naomba mlieka mlangoni hapo asiondoke mtu, tunamaliza pamoja. Tukimaliza na mimi niombeni dua. Na wiki tunaondoka, wiki tu. Mimi sasa hivi mtu wa porini. Mjini porini. Haki ya Mungu huko kuna watu, kuna balaa huko. Kuna maswali huko unaulizwa mpaka unaona raha. Haki ya Mungu. Kuna jamaa mmoja amenipiga Luka 4:43. Yesu anasema siku ya kiyama hamna kuoa wala kuolewa. Afu akanipiga aya katika surati Nisa. Mungu anasema Waislamu wakifufuka wataoa. Akaniambia inakuwaje huku tunaambiwa kiyama hatuoani, alafu Qur'ani inasema nyinyi mtaoa siku ya kiyama? Jibu dogo. Angalia hivyo. Hebu angalia ni mapito yangu, nisikilize. Nikaambia sawa, Yesu hajakosea. Yesu kasema siku ya kiyama watu hawaowi wala hawaolewi. Sasa nikamuuliza, sasa wewe mbingu na ardhi zinatetemeka, kuna harusi, watu watafunga harusi, wewe kiyama mbingu na ardhi? Wewe hujamuelewa. Yesu alikuwa sawa, ila sasa kiyama kikipita watu wataoa. Nikapiga Ufunuo 22:9. Yesu ana bwana harusi, mke wake amewekewa na mbingu. Siku ya kiyama atakuwa na mke wake siku ya kiyama. Nikamwambia umemwona Nabii Isa? Kwa sababu hapo mlitaka kumuua akaacha kuoa, kwa hiyo mkewe amewekewa siku ya kiyama. Haki ya Mungu, yani raha. Alafu huko hamna polisi, huko hamna polisi, huko hamna. Sijui umeanza unachini mara najaribu wamekukamata baada ya ukajaribu, huko hamna. Haki ya Mungu huko hamna kabisa, hamna. Safi kabisa. Wallahi katika kutangaza dini ya Allah, muulizeni mtoto Saimu. Huyu mimi nimekwenda jela hii kwa sijaielezea hii, lakini nitakuja kuieleza hii. Wote mtalia nyinyi. Nimepanga siku ya kuielezea hapo, wote mtalia. Wallahi tupiganie dini ya Allah. Na Allah hawezi kusema uongo. Atatuokoa na moto wa jahannam. Na nataka nikwambieni leo, Waislamu tukikosa pepo ya Allah, basi hakuna binadamu yoyote atakayeingia peponi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru na balaa. Tuseme amin. Al-Fatiha. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Kufa sio lazima uumwe. Kufa sio lazima uumwe. Muda ukifika na uzima wako safari yako, sio lazima uumwe. Naomba watu 10
wenye kumpa Allah 20,000. Tunatoa kwa ajili ya nyumba yetu. Hii nyumba tumejenga wenyewe. Ndio wanakuja watu wanaona tulivyofikia. Wallahi wa billahi, tutakuwa wezi wa fadhila sisi viongozi wa hapa kama tujawashukuru nyinyi, tutakuwa wezi wa fadhila. Mmefanya kazi kubwa na Allah atatulipa wote siku ya kiyama. Semeni inshallah. Kwa nini asitulipe wakati huo hivi? Kuna mtu hapa ana uhakika kufika miaka 50 mbele hapa? Nani ana uhakika hapa wa kufika miaka 50 mbele? Anyoshe mkono kwamba mimi miaka 50. Alafu unakaa miaka 50 watu wanaswali. Usifanye mchezo.